habari, ninaitwa Sifa Mwanjala, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Katavi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ni taasisi ambayo inatekeleza majukumu yake chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, na majukumu hayo yameainishwa katika kifungu cha 7 cha sheria hiyo, ambapo miongoni mwa majukumu yake ni kutoa elimu kwa wadau mbalimbali kwa lengo la kuongezea uelewa kuhusiana na masuala ya rushwa. Lakini pia tunafanya uchambuzi wa mifumo ya utoaji huduma katika taasisi za umma na sekta binafsi kwa lengo la kubaini mianya ya rushwa inayokuwa inajitokeza katika utoaji wa huduma hizo, ikiwa ni pamoja na kufuatilia miradi ya maendeleo kwa lengo la kujua thamani ya pesa ipo katika utekelezaji wa hiyo miradi ya maendeleo ambayo fedha zake zinaletwa katika mkoa wa Katavi. Lakini pia jukumu letu kuu la msingi ni kufanya uchunguzi wa malalamiko yote yanayohusiana na vitendo vya rushwa ambao tunayapokea na kuyafanyia kazi. Pale ambapo tunakuwa tumekamilisha, wahusika wanapelekwa mahakamani. Lakini sasa majukumu hayo yanabebwa na jina la taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa maana kwamba tunapoongelea kuzuia tunamaanisha kutoa elimu kwa umma, ndio huko kufanya ufuatiliaji wa miradi na kufanya uchambuzi wa mifumo, ambapo tukifuatilia miradi na kufanya uchambuzi wa mifumo, yale tunayoyabaini mapungufu yaliyopo, tunakaa vikao na wadau husika kwa lengo la kujadili na kuweka mikakati ya kuziba mianya ya rushwa iliyojitokeza. Na kwa upande wa miradi tunakaa vikao na wadau husika watekelezaji wa miradi hiyo ili kuangalia namna ya kurekebisha mapungufu ambayo yamejitokeza katika hiyo miradi. Sasa basi, kwa kutambua umuhimu huo kwamba TAKUKURU haifanyi kazi peke yake, inafanya kazi kwa kushirikiana na wadau. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, tumeamua siku ya leo tarehe 18 mwezi wa 3 2026 kuandaa futari ambao tukaona kwanza kipindi hiki ni cha mfungo kwa wenzetu, ni mwezi mtukufu, lakini pia Wakristo ni kipindi cha Kwaresma, mfungo wa Kwaresma. Kwa tukaona ni muhimu tuandae futari ambayo itatukutanisha na wadau mbalimbali kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wetu, tubadilishane mawazo, lakini tukijua wote saa hizi tuko katika kipindi cha kumrejea Mungu, kufanya matengenezo. Lakini tukaona ukaribu huu, tukiandaa iftari, tukala kwa pamoja, tutabadilishana mawazo, kushirikishana na kupata maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wetu. Lakini pia ili wadau wetu watambue kwamba TAKUKURU ni sehemu ya jamii. Sio kwamba sisi tuko peke yetu, hapana. Tunafanya kazi na jamii, lakini pia ni sehemu ya jamii. Na ndio maana pia ofisi yetu, mtakuwa wengi mmesikia, imekuwa katika baadhi ya hospitali inatoa msaada ya mashine za kusaidia watoto njiti. Na hizo mashine zinanunuliwa kwa michango ya watumishi. Mmemwona mkurugenzi wetu mkuu Bwana Crispin Francis Charamila akizunguka huko na kutoa hiyo misaada kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya TAKUKURU, lakini tunaamini kwamba futari ya leo itaimarisha ushirikiano na uhusiano zaidi na wanajamii ya Katavi. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru kwa sababu futari hii ilihusisha wadau mbalimbali katika makundi tofauti tofauti, wakiwemo viongozi wa taasisi waandamizi, viongozi wa vyama vya siasa, wako viongozi wa maafisa usafirishaji, wako viongozi wa masoko, wako wananchi wa kawaida, wako viongozi wa taasisi za kidini, viongozi wa kimila, wazee maarufu, na viongozi wa watu wenye mahitaji maalum. Bila kusahau wenzetu wa Scout, tunaita TAKUSKA. TAKUSKA ni ushirikiano uliopo kati ya TAKUKURU na Scout katika kupambana na rushwa. Lakini pia tulialika walezi wa klabu za kupinga rushwa, kwa maana kwamba katika shuleni huko tuna klabu za kupinga rushwa kwa lengo la kujenga maadili wale wanafunzi tangia wakiwa wadogo, ili watakapokuwa wakubwa, watakapoajiriwa wawe na maadili mema na waweze kutoa huduma bora kwa wananchi. Lakini tunaamini kwamba hao wanafunzi wao ndio baba wa kesho, mama wa kesho, watakuwa na familia. Kwa hiyo tunaamini kwamba zile familia zao watazilea katika misingi ya uadilifu. Kwa hiyo tukasema leo tujumuike wote kwa pamoja
ili kuhamasishana. Lakini kupitia futari hii watu wameweza kuijua hata hiyo kauli mbiu yetu ambayo walikuwa hawaijui ya kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu, kwamba kila mmoja wetu akitimiza wajibu wake basi vitendo vya rushwa vitakoma.